إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله إن واجب الله سبحانه وتعالى فيا عباد الله إن واجب الله سبحانه وتعالى اتقوا الله تعالى حق تقواه mcheni Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumcha wa'lamu anna min a'zami ma hufza bihi ad-din wad-dunya na hakika tambueni ya kwamba miongoni mwa mambo yaliyokuwa makubwa mambo ambayo yanahifadhi dini yetu na dunia yetu ta'ata ulati al-umur ni kuwatii viongozi miongoni mwa mambo ambayo ni mambo makubwa yanayoilinda dini yetu na yakalinda dunia yetu ni ta'ata ulati al-umuri ni kuwatii viongozi wanaotuongoza kuwatii watawala wetu wa hifdha al-amn wal-istiqrar na kuhifadhi na kulinda amani na utulivu. Haya ni katika mambo makubwa ambayo yanaweza yakasababisha mambo makubwa yaliyokuwa makubwa yanayohifadhi dini yetu na dunia yetu ni kuwatii watawala na kuhifadhi amani na kuhifadhi utulivu wa tarka al-fawda wa tamarrudi wal mudaharat na kuacha fujo na kuacha uasi na kuacha maandamano alati la asla laha fil islam mambo haya ambayo hayana asili katika dini yetu ya Uislamu mambo ya fujo mambo ya uasi mambo ya maandamano haya mambo hayana asili katika dini yetu wala Uislamu haufundishi maandamano Uislamu unafundisha amani Uislamu unafundisha kuilinda amani ya nchi Uislamu unafundisha kulinda amani ya dini Uislamu unafundisha kulinda amani ya wanadamu na Uislamu unafundisha kulinda damu za wanadamu. Kwa hiyo katika asili ya dini yetu ya Uislamu haina mambo yanayoitwa maandamano, haina mambo ambayo yanayoitwa kwamba ni uasi kuasi viongozi, kutowasikiliza viongozi. Sisi katika msingi wetu wa manhaji yetu iliyokuwa tukufu manhaji ya salafia tunafundisha ya kwamba sisi tunapaswa kuwa na aslamu wa taa kuwa na usikivu na utiifu kwa viongozi wanaokutawalia katika mambo yako yawe ni mambo ya kidunia yawe ni mambo ya kidini yako
basi inakubidi kwako wewe kuwasikiliza na kuwatii watawala. Ayyuhal muslimun, enyi waislamu, laqad intasharat fi hadha az-zaman da'awatu batila, hakika zimeenea katika zama zetu hizi. Fi hadha az-zaman, katika zama zetu hizi, da'awatu batila, ulinganizi na wito uliokuwa batili, wa afkaru dakhila, na fikra za kigeni, wa afkaru dakhila, na fikra za kigeni, ala ummati al-islam, katika umma wa Kiislamu. Zimeenea fikra mbalimbali, zimeenea katika zama zetu hizi, wito mbalimbali, watu wakiwaita watu kwamba twende tukaandamane. Kwa mfano, ndani ya tarehe 29 mwezi huu tunaelekea katika kipindi cha uchaguzi, lakini kuna baadhi ya watu wanawaita watu na wanasambaza katika mitandao ya kwamba tarehe 29 hakuna uchaguzi bali tunaenda kuandamana. Wamepanga mipango yao ya kusambaa barabarani kwa ajili ya kwenda kuandamana. Sisi katika Uislamu wetu hautufundishi kitu kinachoitwa maandamano, wala Uislamu wetu hautufundishi fujo, na wala Uislamu wetu hautufundishi kuasi watawala. Haya ni mambo na ni fikra za kigeni ambazo zinaingia katika dini yetu na zinaingia katika nchi yetu, na sote tunafahamu ya kwamba nchi ya Tanzania ni nchi ya amani na ni nchi ambayo iko huru katika mambo yao. Watu wanafanya ibada zao kwa amani, watu wanafanya mambo yao, wanatafuta riziki zao kwa amani. Lakini baadhi ya fikra za kigeni, baadhi ya watu ambao wao wanalala na wanaamka, hawataki amani kwa watu, hawataki amani kwa Waislamu, hawataki amani kwa wananchi, wanawaambia ya kwamba twende tukaandamane siku ya tarehe 29. Sisi Waislamu masalafi tunasema ya kwamba jambo la kuandamana si katika asili ya dini yetu. Muislamu yeyote hapaswi kuingia katika fikra hizi za kigeni, fikra za kipumbavu ambazo wanahamasishana baadhi ya wajinga ya kwamba twende tukaandamane tupate uhuru. Jifikirie wewe Muislamu, huyu anayekwambia ya kwamba anataka uhuru, je, katika familia yake kuna uhuru? Mara ngapi anainyanyasa familia yake? Kwa hiyo enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika Uislamu wetu hatuna kitu kinachoitwa maandamano wala kutoka dhidi ya utawala. Hawa watu wamekuja kuwapambia watu, tuzayyinu linnas alkhuruj ala hukam, wamekuja kuwapambia watu kutoka dhidi ya watawala, walmudaharat, na kuenda katika maandamano, kutoka kwa ajili ya maandamano, wal-ihsamati, na kwa ajili ya migomo, biismi hurriya wal-islah, kwa jina la kwamba ndio uhuru na ndio marekebisho, kwamba tunaenda kuirekebisha nchi. Jirekebishe wewe kwanza. Kwa hiyo Uislamu wetu hatuna kitu kinachoitwa maandamano wala hatuna kitu kinachoitwa kutoka dhidi ya utawala. Na jambo hili ambalo wameliita kwamba biismi al-hurriya wal-islah, wa hiya fil haqiqa min makaid a'da'i al-islam. Na jambo lilivyo, uhakika wake na ukweli wake ni kwamba huu ni mtego wa maadui wa Uislamu. Huu ni mtego wa watu kwa ajili ya kuondoa amani katika nchi yetu, na sisi Waislamu inatubidi kwetu sisi kuilinda amani ya nchi. Jambo la maandamano hatuna katika Uislamu wetu. Jambo la kutoka dhidi ya watawala hatuna katika Uislamu wetu. Na hizi ni njia za watu wa bid'a na watu wa batili, watu ambao hawataki amani kwa wanadamu. Hebu jifikirie, kwa wakati huu tuna amani, tumekaa msikitini, tunaswali kwa amani, tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala kwa amani. Hebu niambie, likitokea jambo la kivita, wewe utakuwa katika hali gani? Hii amani utaipata wapi tena? Kwa hiyo jambo hili la maandamano linaweza likasababisha hali ya uchafuko. Waislamu hatuna suala la kimaandamano. Tunahusiana enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba hizi fikra zilizoingia
fikra za maandamano, fikra ambazo zinasambaa katika mitandao za watu wawili watatu wakileta fikra na hamasa ya kwamba tuandamane tarehe 29. Sisi Waislamu tunasema katika asili ya dini yetu hakuna jambo linaitwa maandamano. Hii ni njia za watu wa batili, ni njia za watu wa vurugaji, watu wa fujo ambao hawatakii wananchi amani. Na kama wewe unataka uhuru wa kinchi, hebu hata kuhamasisha watu waende wakaandamane ili watu waende wakavunje miguu yao. Na ukitaka kujua ya kwamba hao wanakuhamasisha, wanataka wakuondoe katika hali yako ya halisi, hali ya amani, hali ya utulivu, nenda utoke siku ya tarehe 29 uje uone. Utatoka wewe ukiwa kilema, kwa sababu tayari serikali imeshajiandaa kwa ajili ya kudhibiti wale ambao wanataka kuleta fujo katika nchi yetu. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala hatulinde na atuweke mbali na wale ambao wanataka kuivuruga nchi yetu na kusababisha mchafuko katika nchi yetu na kuvunja amani ya nchi yetu. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u rasula wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi mlioamini, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mtii mtume sallallahu alaihi wasallama, na watiini wale wanaokutawalieni ambao wapo katika mamlaka kati yenu nyinyi. Yani ta'atu fil ma'rufi, muatii katika mambo yaliyokuwa ya kheri, lianna fi dhalika intizama amri al-umma, kwa sababu jambo hilo ni katika nidhamu na utaratibu wa mambo ya umma. Wa hifdha dimaiha wa amwaliha, na ni sababu ya kulinda damu za watu na kulinda mali za watu, kwa sababu ikitokea mchafuko, amani ikakosekana, damu zitamwagika, mali za watu zitaharibika, kwa sababu watu wataandamana, mali za watu zitapotea, watu wataingia katika hali isiyokuwa nzuri. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallama, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallama, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man ata'a amiri faqad ata'ani. Mtume sallallahu alayhi wasallama anasema, yule atakayenitii mimi faqad ata'a Allah, yule atakayenitii mimi basi ajue ya kwamba yeye huyu mtu amemtii Allah subhanahu wa ta'ala, na yule atakayeniasili mtume sallallahu alaihi wasallam faqad asa Allah, basi huyu atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ataa amiri faqad ataani, na yule atakayemtii kiongozi wangu basi atakuwa amenitii. Haya, hii hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhal ahibba billah, enyi vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, innal islama, hakika ya Uislamu, lam ya'ti yawman bita'alimi mudaharat, hakika ya Uislamu haujaja kuja kutufundisha maandamano. Uislamu haujaja kutufundisha swala la kuandamana, wala tahridi ala alhukumat, wala kuchochea dhidi ya serikali. Uislamu haujaja kwa ajili ya kuchochea dhidi ya serikali, bali Uislamu wala haujaja wala alfawda wala sabki dimai. Uislamu haujaja kwa sababu ya fujo, wala Uislamu haujaja kwa ajili ya kumwaga damu za watu, bali jaa bil amri bil sabri, bali Uislamu umekuja kuamrisha jambo la subira. Watu wawe na subira, wa nasiha bil ma'rufi, wananasiane katika wema, والالتزام بالمنهج الشرعي المنهج السلفي، ولازميان منهج الشريعه منهج السلف. قال الامام البربهاري رحمه الله، امسم الامام البربهاري رحمه الله، اذا رايت الرجل يدعو الى الخروج على السلطان فاعلم انه صاحب هوى وبدعه. اني وجه الله سبحانه وتعالى، pindi utakapomwona al-Imam al-Barbahari rahimahullah anasema, pindi utakapomwona mtu analingania, anawaita watu watoke dhidi ya mtawala, watoke dhidi ya kiongozi, faalamu annahu sahibu hawa wa bid'ah, basi tambueni ya kwamba mtu huyu ni mtu wa matamanio na ni mtu wa bid'ah. Huyu ambaye anakuamrisha ya kwamba wewe toka dhidi ya kiongozi, nenda ukaandamane, nenda ufanyeje, huyu anakuwa ni mtu wa bid'ah na ni mtu wa matamanio, na ni jambo ambalo hatufundishwi sisi katika Uislamu wetu.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله na amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah 60 sanata tahta imani da'i khairun min laylati bila imani. Miaka 60 ukiwa chini ya kiongozi ambaye ni jeuri, kiongozi ambaye ni dhalimu, ni bora kuliko usiku mmoja tu mtu akaishi bila kiongozi. Miaka 60 ukaishi wewe ukiwa chini ya mtawala ambaye anadhulumu watu, hiyo miaka 60 ni bora kuliko siku moja tu, usiku mmoja ambao mtu amelala pasina kuwa na kiongozi katika nchi. Kwa hiyo ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, Uislamu wetu unatufundisha juu ya kuilinda amani na kutoandamana. Uislamu wetu hauna kitu kinachoitwa maandamano. Hatuna maandamano kama wanavyodai baadhi ya watu na fikra zilizoingia za kigeni ambazo sio fikra za Kiislamu wala sio fikra ambazo sisi tunazo Waislamu katika maumbile yetu, za kwamba tarehe 29 tutoke kwa ajili ya maandamano. Hili jambo halipo katika dini yetu, wala nchi yetu ya Tanzania ni nchi ya amani, na tunahitajia sisi watu wake tuilinde amani, tuwe katika amani, ili tufanye ibada zetu kwa amani, na Uislamu wetu ni amani. Laqad jarrati mudaharat ala al-umma al-fitna, na tambueni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika maandamano yameileta fitna wa sabki dimai wa biya al-amni, na imekuwa ni sababu ya kumwaga damu na kupotea kwa amani, wa idha'af al-iqtisadi wa ifsad al-shabab, na ikawa ni kudhoofika kwa uchumi na kuharibika kwa vijana, wa inshighala an-nas an al-ilmi wal-amal wad-da'wati ila Allah, na kuwafanya watu washughulike mbali na elimu, waache jambo la kusoma, waache jambo la kufanya matendo yaliyokuwa mema na kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta sara almuslimuna yuqatilu ba'duhum ba'dha, na mpaka ikawa sababu ya Waislamu baadhi yao wakawa na uwana kwa baadhi yao. Kwa hiyo jambo hili la maandamano limeleta machafuko makubwa, limeleta maharibifu makubwa, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tusidu fil ardi ba'da islahiha, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala msifanye uharibifu katika ardhi baada ya kuwa tayari imeshakwisha kutengeneza. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man kharaja min at-ta'a, na yule atakayetoka katika toa, wafaraka jamaa famata nitatarahia, yule atakayetoka dhidi ya kiongozi na akafarikiana na jamaa, basi mtu huyu akifa basi atakuwa amekufa katika kifo cha jahiliya, kifo cha kijinga. Faalamu rahimakumullah, tambueni Allah subhanahu wa ta'ala akuremuni anna hafdha al-amni wal-istiqrari wad-du'a li-ulati al-umur bisalahi wal-hidayah. Tambueni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ya kwamba kuhifadhi amani na utulivu na kuwaombea viongozi ni sababu ya kutengemaa, na ndiyo sababu ya uongofu, na ni katika njia ya ahli sunna wal jamaa salafiyyin. Ama kuwatukana viongozi na kuchochea vurugu, kuchochea kutoka dhidi ya viongozi, kutoka katika njia, na hii ni sababu ya uharibifu enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Alhamdulillah ala ni'mati al-islam was-sunnah, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wa tamassaku bil manhaj as-salaf al-qawim alladhi yad'u ila as-sam'i wat-ta'ah bil ma'ruf wa ila an-nushi bil usulub ash-shar'i la bil ihtisamati wal mudaharat. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala na shikamaneni na njia ya salaf, njia iliyokuwa sahihi, njia ambayo inawalingania watu kusikia na kuwatii viongozi katika mambo ya kheri, wa ila nushi bil usulubi shar'i, na kutoa nasaha katika njia ya kisheria, la bil ihtisabat, si katika njia ya migomo wala mudhaharati, wala si kwa sababu ya maandamano. Njia ya salaf na walingania watu washikamane na njia ya salaf
washikamane na kusikia na kutii na walingania watu katika maarufu na wala haiwalingani watu kuingia katika migomo na maandamano. Tadhakaru kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, kumbuka kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Qalu liman ya rasulullah, masahaba wakasema kwa nani ewe mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala? Qala lillahi wal kitabihi wal rasuli wal a'immati muslimina wa amatihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema nasaha zinatolewa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kitabu chake na kwa ajili ya mtume sallallahu alaihi wasallam na al-a'immati muslimin, na viongozi wa Waislamu na kwa watu wote. Ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fa nasiha takunu bil ilmi, na nasaha zinakuwa katika misingi ya kielimu, nasaha zinakuwa katika misingi ya kielimu, wal bayan, na kwa maelezo, kwa ubainifu, wa dua, na kwa dua, la bil hitafati, sio kwa makelele, sio kwa makelele wala kwa mabango. Mtu akapiga makelele tuandamane, tunataka uhuru wetu, nchi yetu si mambo gani, wala kwa matangazo. Watu wanaweka mabango, wanatembea mabarabara. Si Uislamu wetu huu, wala si manhaji yetu. Manhaji yetu ni kupeana nasaha. Ikitokea kiongozi akawa amekosea, basi mshike mkono, mweke pembeni, nasihi. Akikubali nasaha zako, alhamdulillah. Akikataa, basi mwachie, kwa sababu wewe tayari umeshakamilisha na umeshatimiza ile wajibu lako. Sio wewe kwamba kiongozi amekosea basi utoke dhidi yake. Qala Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah rahmatan wasi'a, alladhi yad'u ila al-mudaharat la yuridu al-islah, yule anayewaita watu katika maandamano, basi mtu huyu hataki matengenezo, hataki marekebisho. Wale ambao wanadai ya kwamba tunataka uhuru, tunataka kutengeneza nchi hii, lakini wanawaamrisha watu na wanawahusia watu, wanahamasisha watu ya kwamba watoke waende wakaandamane, huyu ni kwamba hataki kurekebisha, bali huyu anataka kufanya maharibifu zaidi na zaidi, bali huyu anataka fujo na uharibifu. Hivyo ndugu zangu Waislamu, hii sio katika njia ya salaf. Ibadallah, ni wale wa Allah subhanahu wa ta'ala, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya amani. Shukuru Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'matil amni, juu ya neema ya amani ambayo mmepewa enyi wale wa Allah, enyi wananchi wa Tanzania wote wanaonisikiliza. Mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Zipo nchi nyingi sana ambazo zimekosa amani, ibada zao ni kwa mashaka. Enyi wale wa Allah subhanahu wa ta'ala, kula kwao ni kwa sababu hali, kula kwao ni matatizo tu, kulala kwao ni matatizo. Kila wakati anafikiria huenda hapa bomu likalipuliwa. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumbuka Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man asbaha minkum aminan fi sirbihi wa fi badanihi lahu qutu yawmihi fakaannama hizat lahu dunya bihadafiriha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi anasema man asbaha minkum aminan, na yule atakayeamka kati yenu nyinyi, miongoni mwenu nyinyi, akaamka hali ya kuwa ana amani, fi sirbihi, katika makazi yake, wa fi badanihi, na akiwa mzima katika afya yake, yuko vizuri kiafya, na akawa anapata inda hukutu yaumihi, anapata chakula cha siku yake, basi atambue mtu huyu atakuwa kana kwamba anamiliki dunia nzima, dunia yote amekusanywa yeye. Enyi wale wa Allah subhanahu wa ta'ala, falnahmadullah ala al-amni, basi muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa amani aliyotupa hii. Enyi wale wa Allah subhanahu wa ta'ala, na tuhifadhi na tuwe watiifu na tuwe ni kitu kimoja kuilinda nchi yetu dhidi ya wale watu ambao wanaleta fujo katika nchi yetu. Enyi wale wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu ya kwamba tuilinde amani, tuachane na fikra za watu ambao wanahamasa za kijinga, si hamasa za kielimu. Wakawa wanahamasisha watu ya kwamba tutoke twende tukaandamane tarehe 29, na wengine wakawa wanaandika katika mashati yao, wanaandika ya kwamba no reform no election, kwamba hakuna uchaguzi, hakuna kula. Heni wale wa Allah subhanahu wa ta'ala, hizi ni fikra za batili, fikra za kigeni ambazo zinataka kuharibu amani ya nchi. Tukumbuke ya kwamba maulama wametuwekea misingi kwetu sisi salafiyun, ya kwamba tunapaswa kuamiliana vipi na watawala wetu, tunapaswa kuishi vipi katika nchi yetu, tunapaswa kuilinda vipi amani yetu. Maulama wameandika vitabu vingi
mpaka maulama Sheikh Fawzan hafidhahullah ana kitabu ambacho anakiita tahadhiru, kujitahadhari na fitna ya kuandamana na kutoka dhidi ya watawala. Na Asheikhuna Abu Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi ana risala ambayo ameita himayatul amn manhaj min manahij al-Islam. Kuilinda amani ni manhaji miongoni mwa manhaji za Kiislamu. Wewe unataka manhaji ya Kiislamu, manhaji yako iliyokuwa sahihi, basi wewe linda amani ya nchi yako, linda amani ya dini yako, linda amani ya watu wako, linda amani ya majirani zako. Katika risala yake Sheikh wetu hafidhahullah, Allah muhifadhi, Sheikh Al-Munawi Kadimbo ana maneno mazuri sana na amewanasihi watu wailinde nchi yetu. Haya fikra hizi ni fikra za mahawariji, wala sisi katika Uislamu, katika manhaji yetu ya Uislamu, manhaji ya salafia haina jambo la maandamano wala haina jambo la kutoka dhidi ya watawala. Allahumma aslihi ulata umuri muslimin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'alhum hulata muhtadin غير ضالين ولا مضلين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من الداعين إلى السنة القائمين بالحق الداعين إلى طاعة والاتباع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. الله